Ma alamatu sahir, ni zipi alama za mchawi? Wachawi wana alama zao miongoni mwa alama zao mukhalafatu, ni kwenda kunyume shuruti na masharti, jawazi ruqyati, masharti ya kujuzu ruqya ya kisheria. Unamkuta mtu anakuletea watu wanasema kwamba huyu anaagua kwa kitabu, haya twendeni kwa huyu anaagua kwa kitabu, anakwambia ulete mbuzi. Sasa wapi kwa wapi ruqya, tiba ya kisheria na kuleta mbuzi, wapi kwa wapi? Kwa hiyo utamkuta mchawi anakupa masharti ambayo yanakwenda kinyume na ruqya ya kisheria. Sasa hiyo ruqya ya kisheria yenyewe ni ipi? Ni hii, anasema wa hiya, nayo ni hiyo ruqya ya kisheria, an yakuna bikalamillah, ni kuwa hiyo ruqya kwa maneno ya Allah, au bi asmaihi wa sifatihi, au kwa majina yake na sifa zake. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, antakuna billisani alarabi, ruqya hiyo iwe kwa maneno ya Kiarabu, au bima yu'rafu maanahu, au kwa yale yanotambulikana maana yake, min ghairihi, kwa mwingine. Kwa hiyo mtu asilete ruqya kwa maneno ambayo hayajulikani maana yake, ambayo tumesema ni ruqa matabano. Jambo la tatu, al-i'tiqadu al-jazimu, ni itikadi ya kukata, bi anna ruqyata, ya kwamba hiyo ruqya unaoisoma wewe la tuathiru bidhatiha, haiathiri kwa dhati yake, sawa, bal bitaqdiri llah, bali kwa makadirio ya Allah tabaraka taala. Fahuwa wahdahu shafi, yeye Allah tabaraka taala peke yake ndiyo mponyaji, lilamradhi, mwenye kupona maradhi, sawa. Alama ya pili ya mchawi, an-nadharu fi an-nujum, ni kuangalia nyota. Unaenda kutibu, mwenzako anakuambia twende tukaangalie nyota, sawa, jue hapa sipo, umeingia chaka. Alama ya tatu, al-aqdu ma'a an-nafthi, ni kufunga pamoja na kupuliza. Ndio wachawi wanavyofanya. Min sharri naffathati fil uqad, unajikinga kutokana naffathati. Hawa ni wachawi ambao wanafanya nafu, ni kupuliza, fil uqad, katika vifundo. Kwa hiyo mchawi anachukua labda ni nywele yako hii, anaiweka kifundo, au anachukua mambo kama ni nyayo zako hizi, anachukua, au ukitembea anachukua nyayo zako, anaenda anaweka kwenye vifundo anavyojua wewe, alafu anakwenda anapuliza hivi na kusema maneno, anatematema vimate pale, alafu anaongea maneno yao wenyewe wanaojua yeye. Kwa hiyo unakuta kweli unadhurika, mara mguu umeparalyze, mara shangaa tumbo imekuwa kubwa, bali uchawi unapelekea mpaka unaua na kudhuru kabisa. Sasa miongoni mwa alama za wachawi utawakuta wanapulizia katika vifundo, sawa. Ukiona mtu anafanya hivyo ujue hapo. Alama nyingine, an yasala an ismil ummi, kuuliza jina la mama. Shetokea siku moja kuna mtu anatafuta mtu wa kusoma ruqya. Bwana, jambo hili linawezekana, mama yako anaitwa nani? Yani hilo mimi mwenyewe ndo nimepiga simu, bwana akhi fulani nasikia unasoma ruqya, watu wamenipa namba. Piga mtu anakuuliza jina la mama yako, huyo mgonjwa mama yake anaitwa nani? Nikakata simu hapo ni. Sasa kuna uhusiano gani kati ya kusoma ruqya na jina la mama yake? Kuna uhusiano gani? Sawa. Kwa hiyo miongoni mwa alama zao ni kuuliza majina. Alama nyingine ya tano, an yad'iya ma'rifata al-ghaib, ni kudai wa ghaib. Nakwambia bwana wewe fulani, kama vile anaofanya makuhani